hujatahiriwa, moyo wako bado haujaachiliwa. Yesu makofi ya utukufu kama unasikia. Haleluya kanisa. Haleluya. Na Mungu hawezi kusema na mtu asiyetahiriwa. Mungu hawezi kutembea na watu wasiotahiriwa. Kama moyo wako hujatahiriwa, Mungu atakuacha kanisani ukae miaka nenda miaka rudi. Na kuna watu kanisani na volunteer kwa muda mrefu, Mungu hajawahi kutembea na nyie kwa sababu ya kitu kinaitwa tabia. Na makanisa mengi ya Pentecoste, watu wengi hawajatahiriwa. Watu wengi wana shida. Watu wanaimba alikuwa na matatizo makubwa. Sema amina kanisa. Sema amina kanisa. Haleluya kanisa. Una mtu na kiburi cha uzima. Yuko pale. Alafu anatamani Mungu amtumie mtu huyo. Mungu amtengeneze mtu huyo. Ninafundisha kwa habari ya tohara ya moyo. Sema amina kanisa. Maliza swali hili anasema. Anasema nini? Amina. Soma mtumishi wa Mungu. Nitasoma, nitamalizia mstari wa 9. Ndio. Unasema, Bwana akamwambia Yoshua. Akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiviringisha aibu ya Misri iondoke juu yenu. Ndio. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgal hata hivi leo. Likaitwa Gilgal hata hivi leo. Mstari wa 10. Ndio. Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgal. Ndio. Nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ndio ya mwezi katika nchi tambarare za Yeriko. Nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama hiyo sikukuu ya Pasaka. Ndio. Mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo hiyo. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake. Ndio. Baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi, na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena. Lakini wakala katika viliwa vya nchi vya Kanaani mwaka huo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema tohara. Tohara. Sema tohara. Tohara. Sema tena tohara. Tohara. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kutoka zamani kitabu cha Mwanzo 34:20-26.